Hallelujah, hallelujah, wherever you are. Amen. Ni rafiki yako Evangelist and Apostle Emmanuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Maina jijini Mwanza. Na tuko mahali hapa kwa kusudi maalum la Mungu, na sababu kubwa tuko mahali hapa kwa ajili ya injili kamili ya Yesu Kristo. Hallelujah. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili hii ya leo ya tarehe 25 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ya mwaka 2023. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya neema aliyotupatia siku ya leo. Tumekuwa na ibada nzuri sana madhabahuni pa Bwana katika kanisa la Shiloh Prayer Center Church. Nilikwambia siku ya Ijumaa kwamba ni mahali ambapo ukifika hautajuta kufika, na tunamtukuza Mungu kwa sababu ya yale ambayo amefanya kwetu. Tunamtukuza Mungu pia kwa ajili yako ambaye upo unasikiliza. Niliwaambia last week this week siku ya Ijumaa niliwaambia kwamba maandiko yanasema basi na tukisogelea kiti cha rehema cha Mungu ili tupate neema ya kutusaidia katika mahitaji. Kwa hiyo saa yote ile na wakati wote tunaopata nafasi ya kwenda nyumbani mwa Mungu ya kusikiliza neno la Mungu. Kwa mfano kama leo tulikuwa kanisani na mambo mengine kusikiliza, ama kwenye redio yako unasikiliza. Unapopata nafasi na fursa ya kusikiliza habari za Mungu, ni wakati wa kukisogelea kiti cha rehema cha Mungu ili upate neema ya kukusaidia katika mahitaji. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, tunapata neema ya kutusaidia katika mahitaji. Basi kwa utambulisho huo nimeambatana na mtumishi wa Mungu Pastor Gladness Emmanuel Panuel. Huyu ni mke wangu. Wacha akusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Waambie watarajie kusikia nini hapa. Watarajie kusikia neno la Mungu na mtafunguliwa na mtabarikiwa sana. Amen. Mungu akubariki sana. Tunamtukuza Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu mwingine ambaye yuko hapa na wote watumishi wa Mungu walio kwenye redio hii. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yao. Na kabla hatujaanza sasa, wacha tuombe na tufungue kipindi chetu kwa maombi. Ni kama choko nyumbani, tuombe pamoja. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu, zaidi hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nguvu zako, uwezo wako, ishara, maajabu na matendo yako ni makubwa, yanatisha, yanashangaza akili zetu, hatuwezi elewa. Mfalme, asante kwa sababu ya kila mtu ambaye anasikia pale alipo. Asante kwa ajili ya wale tuliokuwa nao kanisani. Asante kwa ajili ya wale ambao hawajapata nafasi ya kufika kwenye madhabahu yako, lakini Bwana wanatamani kufika madhabahuni pako. Asante kwa sababu kuna kitu kipi ambacho utafanya kwenye maisha yao usiku huu. Maana Bwana umetuleta hapa kwa maelekezo maalum, kwa sababu lipo jambo ambalo Mungu unataka kusema na watu wako usiku wa leo. Nami nauliza neema, nauliza rehema, nauliza fadhili zako zilizo nyingi, ikiwa siku hii Bwana ukazungumze na watu wako, ukaseme nao, ukawahekimisha, ukawaimarishe. Wenye magonjwa wakapone magonjwa usiku wa leo, wenye tabu na mateso yakawaachie usiku wa leo. Mkono wako Mungu ulio hodari na wenye nguvu uguse maisha ya wengi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba hayo nikiamini katika jina la Yesu. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Nimetangulia kuambia majina yangu, naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church, SPCC, Shiloh Prayer Center and Church. Kanisa letu zuri linapatikana Mwanza, maeneo ya Mahina, jirani na shule ya wasichana ya Maina. Mahali pale ndipo tulipo na tunapomtumikia Mungu. Na ninakukaribisha popote pale ulipo na unapotusikia, twende tukajifunze maneno ya Mungu. Bwana amenipa ujumbe na nataka nikufundishe hapa. Lakini pia nakukaribisha kusikiliza na nakukaribisha kanisani siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili tutakuwa na ibada kubwa. Itakuwa ni ibada kubwa ya kuingia mwezi wa pili, na itakuwa ni ibada ya ukombozi, kufunguliwa na unabii. Bwana atafungua watu wake, atawakomboa watu wake, na Bwana atasema na maisha yao moja kwa moja. Ninamwamini Mungu tunayemtumikia kwamba yeye ni Mungu ambaye hajalala wala hajachoka. Kuna mwimbaji mmoja nyimbo za injili anaimba wimbo anasema, Yesu hajasafiri, yuko hapa na uona ukuu wake. Na mimi nataka nikwambie utaona ukuu wa Mungu hata hapo ulipo nyumbani. Lakini pia utakapofika kanisani siku ya Jumapili utaona ukuu wa Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Haleluya, haleluya. Unapenda kuambia hapa hatujaja kufanya ukola, tumekuja kuhubiri injili kamili ya Yesu Kristo iletayo wokovu kwa watu wote wenye masikio ya kusikia. Haleluya. Amen. Kwa kuanza nataka nikufundishe kuhusu habari za kumheshimu Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Takuwa na muda mchache sana wa kufundisha neno la Mungu. Tutaingia kwenye shuhuda, tutaomba na tutapokea simu na tutaomba pia.
Lakini nataka nikufundishe kuhusu habari za kumheshimu Mungu. Hata kama uko nyumbani na daftari yako na kalamu yako, unaweza ukachukua notes zako na ukaandika na itakusaidia. Nataka nikufundishe kuhusu habari za kumheshimu Mungu. Kumheshimu Mungu. Jambo la kwanza, Mungu aliniambia siku moja katika maono, akanionyesha kitu fulani na akaniambia hakika yake hakuna anayeweza kutembea na mimi pasipo kuniheshimu. Na nataka nikwambie, kama haujafikia viwango vya kumheshimu Mungu, hautatembea naye. Mungu wetu anatembea na watu wanaomheshimu. Mungu anafanya kazi na watu wanaomheshimu. Mungu anatembea na watu wanaomheshimu. Utajiuliza, kumheshimu Mungu ni namna gani? Kumheshimu Mungu ni namna ya kutambua kwamba Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mkuu, na ni Mungu wa mamlaka, mwenye maisha juu yetu, anaishi juu yetu. Lakini Biblia inaonyesha heshima kwa Mungu kwa matendo na kwa mawazo na kwa maneno. Lakini Biblia inatufundisha kuhusu kumheshimu Mungu, kwamba kumheshimu Mungu kunaleta faida. Na nitakufundisha kimaandiko namna ambavyo unaweza ukamheshimu Mungu, na mtu anayemheshimu Mungu ni mtu wa namna gani. Haleluya. Namba moja, tunamheshimu Mungu kwa kumcha yeye. Maandiko yanasema kumcha Mungu, kitabu cha Methali sura ile ya 9 mstari wa 10. Wacha nisome kitabu cha Methali sura ya 9 mstari wa 10. Maandiko yanasema kumcha Bwana ni mwanzo wa maarifa. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa hiyo wakati wowote ule unapoona unapungukiwa hekima, maana yake kuna kitu kinapungua kwenye maisha yako, na hichi kitu kinaitwa kumcha Bwana. Na kumcha Bwana na kumjua Mungu kunaleta ufahamu. Kuna watu ambao mambo yao ni kama yanakwama. Nisikilize, sababu ya kukwama kwenye maisha ya watu wengi sio majini, sio mapepo, sio mizimu. Sababu kubwa ni mambo ya kiufahamu. Na kama kuna kitu cha muhimu sana ambacho mwanadamu anatakiwa kufunguliwa kwenye maisha yake, anatakiwa kwanza afunguliwe kwenye eneo la maarifa. Mwanadamu akifunguliwa kwanza kwenye eneo la maarifa, tunapata mwanadamu ambaye ana uhakika wa maisha, ana uhakika wa mafanikio, ana uhakika wa kuinuliwa, ana uhakika wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kabla hatujakemea mapepo, jambo la kwanza tunaamuru kwa mafundisho. Sasa kwa mafundisho kama hivi, tunaachilia maarifa ya Mungu yaingie ndani ya watu, alafu watu wa Mungu wafunguliwe. Nami katika jina la Yesu Kristo ninakuombea pote pale ulipo, Yesu Kristo akupe ufahamu na maarifa. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na mimi Mungu amenituma, sitaki uangamie kwa sababu kukosa maarifa. Bwana anipe neema ya kukupatia maarifa kwa mafundisho. Amen. Lakini tunamcha Mungu kwa kumtii. Utiifu ni ishara ya upendo na heshima kwa Mungu, lakini ni ishara ya kupata nguvu za kufanya mambo kwenye maisha. Roho Mungu siku moja akaniambia ya kwamba mtu yote anayemtii Mungu anapata mamlaka ya rohoni. Tuna mfano wa baba yetu wa imani Abraham, ambaye baadaye Mungu alimbadilisha jina akamwita Ibrahim. Tunao mfano wa Ibrahimu alimheshimu na alimtii Mungu. Mungu akahesabu kumtii kwake kama kumcha yeye. Na baada ya kuhesabu kumtii kwake kama kumcha yeye, maandiko yanatuonyesha jinsi ambavyo Mungu alimpa assignment Ibrahim ya kumpeleka mtoto wake kumfanya kuwa sadaka ya mateketezo, na Ibrahimu akakubali. Mungu anazungumza kwenye maandiko, anasema kwa kuwa umenitii hukunizuilia mtoto wako, hakika yake kama nikikubariki nitakubariki. Kwa hiyo hapo utaelewa kitu kimoja, kwamba kumbe watu hawabarikiwi sio kwa sababu wana mikosi. Kuna saa ubarikiwi kwa sababu hautii. Lakini ninakufundisha maana hapa, na ninakuhamasisha na ninakusisitiza, kubali kumcha Mungu. Kubali kumcha Mungu kwa kumtii yeye, ili uone maisha yako yakipata mpenyo na Bwana akikugusa kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Kumbe kuna watu maisha yao yabadiliki, kama vile Ibrahimu andiko anasema kwa kuwa umenitii hakika yake kama kukubariki nitakubariki. Unaposikia sauti hii, ninakuhimiza na ninakuomba umtii Mungu na ukubali Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako, awe Bwana, awe mwokozi wa maisha yako. Tusome kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na mstari wa 15, tuone Bwana anasema nini. Bwana anasema nini kuhusu utii? Anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Yohana sura ya 14 mstari wa 14 tumeanzia. Anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Alafu mstari tano anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu.
Kwa hiyo kumbe, kama tuzishiki amri za Mungu inaonyesha hatumpendi. Ninakuhimiza na ninakutia hamasa na ninakupatia hamasa siku ya leo, anza kumheshimu na kumtii na kumcha Mungu. Kuna kitu kikubwa kitafanya kwenye maisha yako na utauona mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Sema amina pale ulipo. Amen. Sema amina pale ulipo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari 31, maandiko yanasema, basi mkila au kunywa au kufanya jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na hii ndio inaonyesha kumcha Mungu. Unakutana na watu wanakula na kunywa na wanafanya vitu wanaacha utukufu wa Mungu. Simaanishi kula ni vibaya au kunywa ni vibaya, lakini kuna saa watu wanafanya kinyume na utukufu wa Mungu. Na hiyo ndio inaleta ile picha ya kuto kumcha Mungu. Lakini maandiko yanasema mle na kunywa, lakini mfanye yote kwa utukufu wa Mungu. Kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Lakini tunamcha Mungu kwa kumwabudu Mungu wa kweli na kwa unyenyekevu. Nisikiliza nikwambie, hapo mwanzo ilikuwa miungu watu wanaiabudu. Ilikuwa milima watu wanaiabudu. Kwa nini sijakufundisha habari zingine? Nimekufundisha mahali hapa masuala ya kumcha Mungu. Kwa sababu kwenye maisha ya mwanadamu, hata Ijumaa niliongea nikasema, kwenye maisha ya mwanadamu kuna vitu viwili vinafanya kazi. Ili mwanadamu afanikiwe ni either awekeze sana kwenye ulimwengu wa roho kwenye ulimwengu wa roho. Ili mwanadamu afanikiwe lazima awekeze sana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa katika ulimwengu wa roho imegawanyika makundi mawili. Labda awekeze sana kwenye ulimwengu wa roho katika eneo la giza, au awekeze sana kwenye ulimwengu wa roho katika eneo la nuru. Kwa hiyo kama umekubali kuwekeza kwenye ulimwengu wa roho na kuyaweka maisha kwenye ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa nuru, lazima uamue kweli kumfuata Yesu. Kwa sababu hata wanaoweka maisha yao kwenye ulimwengu wa giza nao wameamua kweli kumfuata shetani. Unasikia mtu anamtoa mtoto wake kafara, mtoto wake anakuwa taila zezeta. Unaona mtu anavyowekeza kwa shetani. Lakini kuna watu hawataki kabisa kusikia kuhusu habari za Mungu. Na kuna mwingine hata akisikia tu neno la Mungu kidogo anasema toa. Walokole wameanza mambo yao. Hatuko hapa kukuambia kuhusu ulokole, and actually hatuhubiri kuhusu dini ya mtu, tunahubiri kuhusu wokovu. Amen. Kwa sababu tunajua kabisa dini ni mpango wa mtu wa kumtafuta Mungu. Kila mtu ana mpango wake wa kumtafuta Mungu na dini yake. We are not here to talk about dini ya mtu, hatuko hapa kuzungumza kuhusu dini. Na ndio maana neno hili anaweza akasikiliza mtu wa aina yoyote, awe na dini yoyote, au awe anaabudu mizimu, awe anaabudu chochote, na kufundisha kuhusu habari za kumcha Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunachokifundisha na nachokizungumzia, nazungumzia kuhusu wokovu. Wokovu ni mpango wa Mungu wa kumtafuta mwanadamu. Mungu akaweka plani ya kumtafuta mtu. Kwa hiyo Mungu, maandiko yanatuambia, mkiniomba neno lolote nitalifanya, lakini mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo utasema unampenda Mungu kama unazishika amri zake. Utasema unampenda Mungu kama unazishika amri zake. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nakwambia, ufalme wa nuru, kuna ufalme wa nuru na kuna ufalme wa giza. Wewe mwenyewe ndio unaamua either unawekeza kwenye ufalme wa nuru ama unawekeza kwenye ufalme wa giza. Lakini falme zote mbili zinafanya. Ndio maana kuna mtu anatoa kafara, anatoa mama yake, anatoa ndugu zake, anatoa mke wake. Lakini hapa nimekuja kukuambia, kwenda kumcha Mungu hahitaji gharama. Anachohitaji, anauhitaji moyo wako. Siku zote shetani kabla hajampata mtu anataka kwanza mtu aende kwake, alafu akishaenda kwake anampa vitu vyake, alafu baadaye anamnyang'anya. Lakini Mungu akikupa utajiri atakupa utajiri udumuo. Akikupa afya atakupa afya idumuyo. Akikupa uzima atakupa uzima udumuo. Akikupa maisha atakupa maisha ya dumuyo. Ndio maana kuna umuhimu wa kumcha Mungu. Na mkimpenda Mungu mtazishika amri zake. Pendwa msikilizaji wangu, pote pale uliponisikia, nataka kuama kuingia kwenye session nyingine. Pote pale uliponisikia na umesikia moyoni mwako unatamani kusema, natamani na mimi kuanza upya na Mungu. Nimekwambia hatuhubiri dini, tunahubiri watu kumcha Mungu. Unasema natamani kuanza upya na Mungu. Ni kweli nilikosea, nimefanya mambo yasiyofaa. Pale ulipo unaweza kukamata redio yako, kukamata moyo wako, useme Bwana Yesu. Rudia maneno haya pale ulipo nyumbani, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, unisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uliandike e Bwana kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka na nimesamehewa. Asante Yesu, sasa mimi ni msafi na ni mpya, nimeoshwa kwa damu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema tubuni mbatizwe hii leo. Kwa hiyo ninakualika madhabahuni pa Bwana,
mahali ambapo utapata malezi ya kiroho. Wewe uliyekubali na kufuatisha sala hii, utapata malezi ya kiroho, utapata nourishment za kiroho, utapata maelekezo ya namna gani ya kuishi, na Yesu huyu atakusaidia. Wacha tusikilize ushuhuda huu kuhusu habari za Yesu, yale ambayo anayatenda hata sasa, kwa sababu Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yale ambayo anayatenda hata sasa kwenye maisha ya watu, na ushuhuda huu utakujenga na utakutia nguvu. Tunashuhudia, lengo kubwa la kushuhudia ni ili watu waendelee kumwamini, kwa sababu hata pale kale wakati anaondoka Mungu Yesu Kristo aliondoka na akawaambia waendelee kuzipeleka habari hizi kwa mataifa yote yamsikie. Na mimi naitwa evangelist, mimi ni mwinjilisti. Kwa hiyo kazi yangu ni kukuletea habari njema unaposikia huko nyumbani, huko Maina, huko Kisesa, huko Kishili, huko Buhongwa, huko Nyegezi, pote pale ulipo usikie habari hizi ambazo Mungu amenituma kuzileta kwenye ulimwengu huu. Lakini Mungu wetu anaweza kufanya kila kitu kwa wakati atapendao na kwa masaa atakayo. Acha nikuwekea ushuhuda huu usikie. Ushuhuda mwanamke mmoja ambaye alikuwa amepotelewa na mtoto wake kwa muda mrefu wa miaka 8, lakini Mungu akamrejesha kwa maombi. Tumesoma hapa kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 14, anasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Na nikupatia uhakika kwamba tutaenda kuomba usiku huu na Bwana atafanya mambo, kwa sababu amesema tukimwomba neno lolote kwa jina lake yeye atafanya. Amen. Hallelujah. Amen. Sikiliza ushuhuda huu. Bwana asifiwe, kanisa la Shilo. Amina. Na mimi namshukuru Mungu. Ndio. Kwa kweli namshukuru Mungu, nina furaha nzima. Yaani na furaha mwili mzima, na furaha na ukoo wangu, na furaha na ili kanisa, na furaha na maombi ya Shilo. Mpe Yesu makofi. Ni kitu ambacho kwa kweli ni Mungu amenitendea maajabu. Amina. Ambacho nilikuwa nimesha kisahau, nimekitoa moyoni mwangu, nimekitoa kwenye ukoo wangu. Ilikuwa mwanangu alitoka nyumbani, anaitwa Hamisi. Baba yake tangia amefariki mwaka 1000, ilikuwa tarehe 20 amefariki baba yake mwezi wa kwanza. Mtoto akawa nyumbani, tukawa naye hapo, tumekaa vizuri tu. Ilipofika tarehe 10 tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 1018 mtoto aliondoka nyumbani 2018. Nimetafuta jamani, nimetafuta hospitali, nimetembea, kila mtu anakuambia labda hospitali, majela yote nimetembea, yaani sehemu zote nimetembea. Umeenda kwenye magereza? Yaani nimetembea kila sehemu. Ukienda hospitali kuanzia 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, miaka 8. Sasa ilikuwa siku ya Jumatano tarehe 19 nimekaa pale nyumbani. Ndiyo. Ilikuwa na wenga zangu zote walikuwa mkuja kuniona pale nyumbani. Kwa naumwa, najisikia hali yangu tangia nimepata matatizo, nilipata ajali. Nafika muda tena nateseka, wakawa wamekuja pale nyumbani hao watoto. Basi mwinga wa pili akashtuka akasemaje, mama nimemwona kama Hamisi anakuja. Nikasema Hamisi? Kabisa. Siku zote hizo. Ngoja tuone kweli kama ni Hamisi. Ilikuwa nimekaa hapo, nikamwambia wanangu acha kunishitua, mbona najisikia moyo kama vibaya. Acheni kunishitua. Kweli muda kidogo yule mtoto amekuja ameweka mikono mfukoni. Anatembea tu taratibu huyo kijana. Kaja akasimama akaniambia, hapa nimefika nyumbani. Au wewe ni mama au ni kitu kingine nachokiona? Jamani. Basi ule kunyanyuka eti nimshike, nilisikia mwili wote kama nimekufa ganzi. Wale watoto wakanishika, nikakaa chini. Kukaa chini mtoto alinikumbatia akasema, mama sijafa. Nimekuja jana ila nimelala National. Kila mtu nilipofika National, kila mtu ananiambia, Hamisi pole, Hamisi hongera, Hamisi tumejua umeshafariki, Hamisi hongera. Kitu cha kwanza nilinunua simu nikampa mama mchungaji. Ndio. Nikamwambia mama, mwanangu amepatikana katika maombi ya Shilo. Amina. Kitu cha pili nikamfuatia mwinjilisti, nikampigia simu mwinjilisti, mwanangu amepatikana. Nikafuatia nikawapigia ndugu zangu wote, baba mama wote niliwapigia simu. Mama Teddy alifurahi na kurukaruka akasema maombi ya Shilo, Mungu ainuliwe, Mungu abarikiwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Mpaka sasa hivi mwanangu ni mzima. Na jana aliondoka na bosi wake kwenda kazini. Hebu tumpe Yesu makofi na vigelegele. Miaka 8 mtu hajapatikana, lakini kwa maombi Yesu akamleta. Aliyewaleta waliopotea, alete na vya kwako kwa jina la Yesu.
Haleluya. Amen. Nafikiri mpendwa msikilizaji, umesikia ushuhuda huu. Yesu kweli ni Mungu wa marejesho, anaweza kurejesha chochote. Shuhuda hizi utazipata kwenye channel yetu ya kanisa ya YouTube. Ukiingia YouTube unaandika Shiloh Prayer Center and Church, Shiloh Prayer Center and Church. Ukifika pale utakutana na ukurasa wetu wa YouTube. Pale utapata mafundisho mengi, shuhuda nyingi na mambo mengi ambayo Mungu anayafanya kupitia madhabahu yake na kupitia watumishi wake. Nimekupatia ushuhuda huu ili ujifunze kwamba Mungu kweli yupo na Mungu anatenda. Mungu kweli yupo na Mungu anatenda. Sema Mungu anatenda. Mungu anatenda. Mungu anatenda. Mungu anatenda. Nimesikia mama huyu anashuhudia kwa moyo, lakini moyo wake ni una furaha ya ajabu. Anasema amerudi mwanangu. Hakuna kitu kinashindikana kwenye maombi. Mtumishi wa Mungu nampenda sana, mtumishi wa Mungu mmoja, mwimbaji na mhubiri wa Injili anaitwa mtumishi wa Mungu mchungaji Abiudi Misholi, aliimba wimbo akasema, eli kung'ang'ania maombi, eli kung'ang'ania msalaba. Nisikilize, hiyo shida ipeleke kwenye msalaba wa Yesu, itakwisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa masaa haya nikukumbushe tu majina yangu, naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel. Ni mwinjilisti. Bwana amenipaka mafuta. Ninahubiri habari za Yesu. Ninamtumikia Mungu katika madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church iliyoko Maina jijini Mwanza, jirani na shule ya wasichana ya Alliance. Kwa muda huu natamani tusikilize simu 2 au 3 kwa neema ya Mungu tutakayopata, na baada ya hapo tutaendelea. Nitamaliza kwa maombi na kukuombea pale ulipo nyumbani, Yesu akuguse na akufungue. Vilivyopotea kwenye maisha yako virudi kama alivyorudi mtoto wa mama huyu aliyekuwa amepotea, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Nasema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kama unaamini na uko hapa studio, useme amina yenye nguvu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Okay. Namba ambazo unaweza kupiga simu ni 0618 67 06 18 67 12 73 06 18 67 12 73. Tarudia tena kwa mara ya mwisho, 06 18 67 12 73. Naona kuna simu inaingia hapa. Hello. Amen. Karibu sana. Unapiga simu kutoka wapi? Ndiyo, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Ndiyo. Amen. Okay, ulipatia ushuhuda. Ndiyo. Baada ya hapo ukaniombea, ukasema Mungu endelee kukupa mibaraka. Namshukuru Mungu, wiki hiyo yote nimepokea hela ambayo sijawahi kuipata kwenye maisha yangu. Oh wow, Naendelea kufungua ufahamu wangu katika hali ya kifedha. Namshukuru Mungu sana kwa hiyo. Yesu alifanya kama tulivyosema. Amen. Hebu umpe Yesu amina uliyeko hapa. Amen. Mungu akubariki, Mungu wa Yakobo awe Mungu wako, Mungu endelee kustawisha na kukuimarisha. Neema ya Mungu kufunike, neema ya Mungu kuistawishe, neema ya Mungu kuinue, neema ya Mungu ikufanye kuwa juu. Napokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naona kuna jumbe kwenye message hiyo, anasema naitwa Glory kutoka Maina. Anaitwa Glory, anasema nabarikiwa sana na kipindi. Naona kuna simu hapa. Hello. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Ndiyo, karibu sana Mariam kutoka Mwanza. Unakaa unaumwa kichwa masaa yote. Weka mkono kwenye kichwa chako, tumuombe Yesu afanye maajabu hapa. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, ya Bwana akufungue, Yesu akuponye tangu sasa uwe mzima na uko huru katika jina la Yesu. Mariam umefunguliwa. Mariam, tunakukaribisha sana kwenye madhabahu ya Bwana kanisani. Mahali pale utafuata mafundisho na Mungu ataendelea kufanya kuwa mtu mwenye nguvu na huru kuliko ilivyokuwa kawaida. Amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Naona jumbe ya message nyingine nasema Mungu akubariki, nimesikia mwanzo hadi mwisho. Nahitaji maombi yako. Naitwa Shedrack. Mungu afungue uchumi wangu. Yesu ameshafungua uchumi wako Mr. Shedrack
kwa sababu Mungu ni Mungu wa maajabu na ni Mungu wa matendo. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kuna mtu mmoja alitusikiliza siku ya Ijumaa hapa, akatuma ujumbe, anasema anatokea Buongwa. Mtu huyo alituma ujumbe siku ya Ijumaa, anasema anatokea Buongwa, anasema niliota ndoto nikiwa narudi shuleni kwetu. Nini maana yake, mtumishi wa Mungu? Nataka nikupatie majibu haya kama atakuwa anasikiliza leo. Ameshamaliza shule na anaota ndoto akirudi shule. Maana yake kiroho ni roho ya kurudi nyuma. Saa yote unapoota ndoto unarudi shule, unarudi kijijini kwenu, ni roho ya kurudi nyuma. Na kama umewahi kuota hizi ndoto na umeishaota hizi ndoto, unaweza ukatathmini maisha yako jinsi yanavyoenda tangu umeota ndoto hizi. Unarudi shule, umevaa uniform za primary au secondary uliyosoma. Maana yake ni roho ya kurudi nyuma. Nami nakuombea pale ulipo, aidha unasikia ama usikii, kwa sababu ujumbe ulitumwa Ijumaa. Yesu akufungue, Yesu akuweke huru, na Yesu akuponye katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo amrejeshe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ya muda wetu umekwisha, simu zinazoingia hizo tutazipokea wakati mwingine. Lakini kuna ujumbe hapa, anasema nabarikiwa na kipindi mimi na familia yangu. Baba wa mbinguni akutunze. Yesu akutunze mwanangu. Basi masaa na majira haya, wacha tuombe pamoja. Pale ulipo, nitaachilia nguvu ya Mungu mpaka ifike hapo. Hakuna kitu ambacho kinashindikana mbele ya nguvu ya Mungu, na tangu nimetembea na Mungu, Mungu amenifundisha kwamba nguvu ya Mungu haina mipaka wala haina beria. Funika macho pale ulipo. Kama una redio karibu, unaweza kamata redio, tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai, ninamleta msikilizaji wangu anayesikiliza popote pale alipo katika jiji la Mwanza, mtaa wote pale alipo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatuma malaika wa Bwana aende mpaka hapo sasa. Ninatuma nguvu ya Mungu iende mpaka hapo sasa. Ninatuma moto wa Mungu uende mpaka hapo sasa. Ninatuma neema ya Mungu iende mpaka hapo sasa. Ninatuma mamlaka ya Mungu iende mpaka hapo sasa, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu le hai. Wewe unayeota unarudi kijini kwenu na kutoa kwenye roho za kurudi nyuma, unayeota unapata ajali na kutoa kwenye roho za magonjwa, unayeota majoka yanakumeza na kutoa kwenye roho za magonjwa ya kufisha, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu le hai. Yesu Kristo akukomboe, Yesu Kristo akuweke huru, Yesu Kristo akufungue, Yesu Kristo akutendee miujiza, Yesu Kristo akufanye kuwa mtu mpya, Yesu Kristo akutendee katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Yesu Kristo akuponye, Yesu Kristo akuweke huru, Yesu Kristo akutendee muujiza. Umebarikiwa, umeinuliwa, umetendewa. Bwana amekugusa mpaka hapo ulipo, katika jina safi la Yesu Kristo. Mungu wa Yakobo awe Mungu wako, Yesu Kristo awe ngome yako, Yesu Kristo akufunike na akulinde, katika jina la Yesu Kristo tumeomba hayo tukiamini kwamba Mungu yupo naye anawapa thawabu wale wamtafutao. Kila mwenye pumzi ya uhai pote pale alipo aseme amen. Amen. Mungu akubariki msikilizaji wetu. Tumekuwa na muda mchache wa kushirikishana maneno ya Mungu. Majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel, ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu katika madhabahu ya Shiloh Presbyterian Church. Naona simu zinaendelea kuingia na meseji. Nitawahudumia na nitawaombea wote mnaomba maombi kupitia meseji. Yesu atawagusa, atawaponya na kuwainua popote pale mlipo na mnapotusikia. Yesu huyu hajalala, hajachoka, hachelewi wala asinzii. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu akubariki, Mungu wetu akulinde, Mungu wetu akutunze, yeye akuhifadhi. Amen. Yeye awe ngome yako. Amen. Yeye awe ngao yako. Amen. Ninaibariki Jumatatu yako ya kesho. Amen. Ninaibariki Jumanne yako. Amen. Jumatano yako imebarikiwa. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Alhamisi yako ninaibariki. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jumaa yako imebarikiwa. Amen. Jumamosi imebarikiwa. Amen. Na Jumapili imebarikiwa. Amen. Bwana Yesu awe ngao yako. Amen. Yeye awe ngome yako. Amen. Yeye awe mwamba kwako. Amen. Yeye awe jiwe kwako. Amen. Yeye awe nguvu zako. Amen. Asikuache, asikupungukie. Amen. Utembee katika mibaraka ya ajabu. Amen. Utembee katika nguvu za ajabu. Amen. Uliyekuwa kanisani, Bwana akustawishe tena. Amen. Na wewe ambaye unajiandaa kuja kanisani siku ya Jumapili, Bwana akustawishe tena. Amen. Katika jina safi la Yesu Kristo. Amen. 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 And amen. Amen. Ninakualika kwenye madhabahu ya Bwana. Tukutane Jumapili. Bwana atakutendea, Mungu atakuimarisha katika jina la Yesu.